Baada ya Yanga kupoteza mbele ya FAR Rabat kwa bao 1-0 kule nchini Morocco, mijadala imeibuka mbalimbali juu ya sababu za kupoteza kwao, kiasi ambacho sasa wamejiweka shakani. Nafasi yao ya kufuzu hatua ya robo finali imekuwa na ugumu kwa sababu watahitaji ushindi wa mabao mengi kadri watakavyoweza dhidi ya JS Kabylie itakayochezwa kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, Yanga wakiwa wenyeji. Lakini wakati huo watategemea kile watachokifanya Al Ahly watakapocheza dhidi ya FAR Rabat, kwamba Al Ahly waifunge FAR Rabat. Baada ya hapo ndipo kuangalia Yanga kama watafuzu kwa hatua robo finali ama la, lakini kimsingi lazima wao washinde dhidi ya JS Kabylie. Wakati huo FAR Rabat wafungwe dhidi ya Al Ahly, vinginevyo safari ya Yanga itakuwa imeishia hapa. Sasa kulikoni mpaka anatajwa kocha Pedro Gonçalves kuwa amechangia, lakini wengine wangali wakimtaja Depu Loriendo, mshambuliaji mpya wa Yanga ambaye walimsajili wakati wa usajili wa dirisha dogo, kwamba naye ni tatizo. Kivipi? Ni juu ya namna ambavyo anavyocheza katika eneo la ushambuliaji, akiwa anapewa nafasi zaidi na kocha Pedro Gonçalves, ambaye ndiye ushawishi wake uliowezesha Yanga kumsajili Depu kutoka nchini Poland alikokuwa akicheza katika klabu ya Radomiak Radom ya ligi kuu ya Poland. Iko hivi, kocha Pedro Gonçalves, lawama zake kuhusiana na mchezo huu ni maamuzi yake ya kujilipua, kwa kwamba kwenye mechi nzima dakika 90 za mchezo wakicheza dhidi ya FAR Rabat ugenini ambako walipoteza kwa bao 1-0, Yanga walikuwa timu ya pili mechi nzima, wakiruhusu FAR Rabat kufika kwenye eneo lao, huku wao wakifika mara chache. Mpaka mechi inakamilika, FAR Rabat umiliki wa mpira ulikuwa ni 72% kwa wastani, kulinganisha na 28% tu za Yanga. Lakini yote 9 kwenye kupiga mashuti kulidhihirisha kwamba ni FAR Rabat walikuwa vizuri katika mchezo huu, kwa sababu licha kwamba wamiliki mpira zaidi, walipiga mashuti 19, kati ya hayo 4 yalilenga shabaha. Yanga mechi nzima walipiga mashuti 5, 1 tu lilolenga shabaha. Hii ni ishara kwamba Yanga walikuwa timu ya pili katika muda wote wa mchezo na hawakuwa tishio sana kwenye lango la FAR Rabat kulinganisha na FAR Rabat walivyofika kwenye eneo la Yanga, na hivyo kupoteza kwa bao 1-0 bado inaonekana dhahiri kwamba FAR Rabat kwa walivyocheza walistahili. Sasa kocha Pedro Gonçalves anao wachezaji wa kutosha kuiwezesha Yanga kutokuwa dominated kwa kiasi hiki, na alionyesha katika mechi iliyopita visiwani Zanzibar kwa mfano kwamba Yanga ilimiliki mpira zaidi dhidi ya FAR Rabat kwa 51%, lakini Yanga ilipiga mashuti 15, 9 on target, wakati FAR Rabat mechi nzima walipiga mashuti 5, 1 tu lilenga shabaha. Kwenye mchezo huu ambao Yanga wamefungwa 1-0, ni wao ndio logeuzi wa kibao kwa kupiga mashuti 5 tu, 1 limelenga shabaha. Swali ni kwamba aliogopa nini katika baadhi ya nyakati za mchezo yeye ndio awe dominant, kwa sababu uwezo huo dhidi ya FAR Rabat anao na alishaonyesha visiwani Zanzibar, kwa sababu kile alichokifanya kilikuwa ni hatari ambayo ilikuwa inaonekana ni swala la muda tu kabla ya wao kuconcede, kuruhusu bao ambalo lingewaweka shakani na mwisho siku likatokea la kutokea. Ni miongoni mwa lawama kwa kocha Pedro Gonçalves kwamba katika mechi dhidi ya JS Kabylie na mechi nyingine muhimu asikubali kurudia kucheza kwa namna waliocheza dhidi ya FAR Rabat. Ni poor approach kwa aina ya wachezaji alionao, kwa sababu Yanga wanao uwezo wao kuwa dominant kama si dakika zote 90, baadhi ya nyakati za mchezo, ili wapate matokeo, kwa sababu wana wachezaji wazuri wenye kipaji wenye kuweza kufanya hivyo. Lakini la pili, lawama kwa Pedro Gonçalves ni baadhi ya wachezaji akiwemo Depu ambaye alimkalisha uwanjani kwa dakika nyingi zaidi za mchezo, huku akiwa hana madhara kihivyo kwenye lango la FAR Rabat. Inakumbuka vizuri Depu alitolewa katika dakika 67. Wakati anatolewa Depu ambaye katika mfumo wa Yanga kwenye kucheza alikuwa ndiye mshambuliaji kinara, alikuwa hajapiga shuti lolote la kulenga shabaha wala kutoka nje. Kwa lugha nyingine alikuwa ineffective, hana madhara kwa FAR Rabat. Lakini alipokuja kutolewa akaingia Dube katika dakika hii ya 67. Kwa dakika hizi 23 alizocheza Dube akapiga mashuti 3. Dube katika mashuti 3, 1 lilenga shabaha, Dube akagongesha nguzo, Dube akakosa nafasi ya wazi ya kufunga. Sio habari nzuri ya kukosa nafasi wazi ya kufunga, lakini ni ushahidi kwamba Dube walau alikuwa na kitu cha amsha kuwashughulisha FAR Rabat, na kwamba alijua wapi pa kusimama kupata hiyo huduma na walau kukosa nafasi. Maana angetulia katika dakika 90,
pengine Yanga wangesawazisha. Alichokosa Dube ni umakini wa kuweka mpira wavuni, jambo ambalo limekuwa likimsumbua kwa muda mrefu na kuigharimu Yanga, hilo linafahamika. Lakini walau Dube unamkuta anakosa nafasi kwa sababu anakuwa kwenye sehemu sahihi. Depu hana sifa hii ya kukosa mabao ya wazi kwa sababu hajawa katika eneo sahihi ili afanye jaribio. Iko hivi, kwenye mechi ambazo Yanga wameshacheza 5, Depu ingawa ni mchezaji aliyesajiliwa wakati wa dirisha dogo, lakini yeye amecheza kwa dakika nyingi kuliko Dube. Inafahamika wazi, wakati anasajiliwa Depu, matarajio ni kuona anakwenda kusaidia Yanga kutatua tatizo la upachikaji mabao, kwa sababu msimu uliopita Yanga kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye mechi 6 walipiga mashuti 84, lakini walifunga mabao 5, ambayo utaona goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao 5 chini weka 84 zidisha kwa 100, unagundua kwamba ulikuwa ni around 6%. Ni kiwango cha chini mno, jambo ambalo lilionyesha dhahiri kwamba Yanga wajitendei haki. Wanafika eneo la mwisho, lakini uwezo wa kufunga uko chini. Matokeo yake walimaliza nafasi ya 3 kwenye kundi lao la A, wakashindwa kufuzu kwa hatua ya robo finali, zikaenda Al Hilal Omdurman ya Sudan na MC Alger, huku wao na TP Mazembe wakiishia katika hatua ya makundi. Msimu huu Yanga kwenye hatua ya makundi, kwa kuona kwamba tatizo la ufungaji litaendelea kuwasumbua, ndipo wakamleta Depu kuchukua nafasi ya Andy Bobo Boyeli. Lakini bahati mbaya sana, Depu katika mechi hizi alizocheza bado ameonyesha Yanga wana shida kwenye uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao. Ni kwa sababu mpaka sasa Yanga kwenye mechi 5 walizocheza, wao ni miongoni mwa timu zinafika sana kwa wapinzani, wameshapiga mashuti 51, lakini 19 yamelenga shabaha. Magoli waliofunga mpaka sasa ni 2 tu. Kwa lugha nyingine, goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao wa Yanga, wameshafunga mabao 2 baada ya kupiga mashuti 51. Ukizidisha kwa 100 unagundua hapa goal conversion rate ni around 4%. Kwa lugha nyingine, Yanga imeshuka kutoka tatizo la msimu uliopita la 6%, sasa uwezo wake umeshuka kwa 2% na kwa 4%. Waliochangia, Depu naye yumo kwa sababu yeye si kwamba anakosa sana mabao, la hasha. Hawi katika sehemu sahihi kiasi ya kwamba humkuti katika kukosa mabao, humkuti katika kufanya majaribio na hivyo kuwa ineffective. Halipiki hivyo kwa Yanga mpaka sasa kwenye ligi ya mabingwa, ingawa ndiye anayepewa nafasi zaidi na kocha Pedro Gonçalves tangu hatua wakati wa dirisha dogo. Iko hivi, Depu ingawa ametua wakati wa dirisha dogo, amemkuta Dube, yeye yupo amehusika katika mechi zote 5, lakini kwa muda aliocheza uwanjani Depu mpaka sasa amecheza mechi 3 games, lakini ni dakika 230. Dube amecheza mechi 5, lakini dakika alizocheza 228. Kwa hiyo Depu amecheza dakika 2 zaidi ya Dube. Lakini kugusa mipira, tunasema touches, walau mipira ikukute, Depu mpaka sasa ashagusa mipira mara 63. Dube katika mechi 5 alizocheza mpaka sasa ameshagusa mipira Dube mara 89. Dube amegusa zaidi kuliko Depu, lakini Depu amepiga shuti 1 tu na hakuna lililolenga shabaha. Dube katika dakika hizi 228 alizocheza, 2 pungufu ya Depu, ameshapiga mashuti 9, 4 yamelenga shabaha, na katika mashuti hayo lipo ambalo limegonga nguzo, lakini ndani yake kuna goli 1 kafunga Dube. Kati ya mabao 2 ya Yanga, 1 amefunga Dube, ni katika mechi dhidi ya FAR Rabat. Amepoteza nafasi ya wazi, big chance miss 1 Dube amepoteza, ambayo kwa Depu haipo kwa sababu huwa hakutwi katika maeneo sahihi. Kama kwenye kufunga anaonekana ineffective, basi kwenye kuzuia majukumu yale ya kiulinzi pindi timu inapopoteza mpira, haina mpira, awe mzuri. Hapa tutaangalia tackling kwa mfano. Tackling, Depu mpaka sasa hakuna tackling yoyote aliyofanya, kwa maana kuingia uvunguni kwa mpinzani, kucheza mpira bila kusababisha madhara. Dube kwenye eneo hilo la tackling, yeye mpaka sasa ameshafanya tackling 3 Dube. Lakini kuna interception, kuingilia mpira wa wapinzani wakati wanapasiana, mmoja kumpasia mwingine kabla hujafika, wewe unauingilia kati, ni sema interception. Ama anatuliza tu unamwahi, ni interception. Au ajaribu kudribble, unaenda kumzidi maarifa, unaucheza nayo ni interception. Depu ana 0 katika interception. Dube yeye ana 2 ameshafanya katika mechi hizi alizocheza. Lakini kuna clearances, kubutua mpira,
kuosha kutoka katika eneo hatarishi. Walau hapo Depu amefanya clearances mara 2. Dube kwenye clearances, kubutua mipira, kuiondoa katika eneo hatarishi kwenda eneo salama, amefanya mara 3. Lakini kuna kupora mipira, ball recovery, kurejesha mipira kwenye himaya yenu baada ya kuutoa kutoka kwa wapinzani. Depu amefanya mara 2. Dube ball recovery amefanya mara 5. Hiyo unaona Dube amefanya zaidi katika ball recovery. Depu amepoteza mipira mara 25, Dube amepoteza mipira mara 20. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla kile ambacho amekifanya Depu mpaka sasa, akipewa nafasi zaidi na kocha Pedro Gonçalves kucheza dakika 230, lakini madhara yake kwa wapinzani yanaonekana zaidi katika kupoteza mipira mingi ambayo ni 25 kulinganisha na Dube aliyecheza dakika pungufu, dakika 228 aliyepoteza mara 20, lakini kwenye faulo amecheza nyingi, faulo 4, Dube faulo 3. Maeneo mengine yote ya kiulinzi na kwenye kushambulia Dube anaonekana walau ana nafuu zaidi kuliko Depu, ingawa kwa ujumla Dube na wenzake wote kwenye kufunga bado hawajafanya kile ambacho Yanga wanatarajia, kwa sababu Yanga inatenza nafasi hazitumiwi, na ndio tunaona ushahidi kwamba wameshapiga mashuti 51 wakiwa wamefunga mabao 2 tu. Sasa mechi dhidi ya JS Kabylie, kocha Pedro Gonçalves lazima na benchi lake la ufundi waangalie hilo, kwamba Dube kumbe kwa mechi hizo alizocheza ana afadhali zaidi kuliko Depu. Depu hana kashikashi za kuweka bizi wapinzani katika kushambulia, ndio maana mechi zote alizocheza jaribio alofanya ni moja, tena nje, kulinganisha na Dube. Lakini pia hakuti katika eneo sahihi kiasi ya kwamba labda umlaumu amekosa nafasi ya wazi, kwa sababu hakuti katika hizo sehemu za kufunga. Mechi dhidi ya JS Kabylie Yanga wanahitaji mabao mengi, wakati huo huo wakiomba kwamba Al Ahly amfunge FAR Rabat, ili isije ikatokea kwamba Al Ahly anashinda kweli dhidi ya FAR Rabat hata mabao 2-0, halafu Yanga wakashindwa wenyewe kupata matokeo dhidi ya JS Kabylie ambayo yenyewe itakuwa inatimiza tu ratiba, kwa sababu haiwezi kufuzu hatua ya robo finali. Basi Yanga wanapaswa wawe makini katika eneo hili, kwamba kwanza ule uchezaji wa kuwa timu ya pili kwa kiasi kikubwa cha 28-72, kocha Pedro Gonçalves lazima aangalie, kwa sababu hilo ni tatizo. Lakini la pili, juu ya yupi aanze kwa ajili ya kuiwezesha Yanga kuwa na majaribio ya kutosha ya kufunga. Alipoingia Dube na Mzize aliyeingia kuelekea mwishoni mwa mchezo, lakini alipiga shuti katika dakika 82, alikosa nafasi ya kufunga na yeye. Dube aliingia dakika 67, kapiga mashuti 3. Moja limegonga nguzo, moja limelenga shabaha kama tulivyotoka kuzungumza. Yanga mechi nzima wamepiga mashuti 5. 4 yalikuwa yamewategemea waliokuwa nje, Dube na Mzize. Depu dakika 67 hakuna shuti lolote hata la kutoka nje. Hili ni tatizo, lazima kocha Pedro Gonçalves na benchi lake la ufundi waangalie namna ya kufanya. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri kuona. Tatizo hili lililojidhihirisha katika mechi dhidi ya FAR Rabat, la kocha mwenyewe katika baadhi ya maamuzi na Depu kama mshambuliaji kinara, litajirudia tena katika mechi za Yanga, hususan mechi dhidi ya JS Kabylie. Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.